Hii ni karai la Benjamin Mkapa, na leo matajiri wa jiji Azam Football Club wakitoka Chamazi Azam Complex kuja hapa maeneo ya Temeke, Dar es Salaam kuzitafuta alama tatu mbele ya mnyama Simba. Anza ligi kuu ya NBC inaashiria utakuwa mchezo mzito. Mzizima Dabi, Abdallah Mwinyi mkuu referee akiingiza timu zote mbili, mechi yenye msisimko. Tuone kama leo wataweza kuwazuia Dese Mkwala pamoja na nyota wengine kikosi cha Selemani Matola Leonard. Hakika unapata kuona kikosi cha kwanza katika mfumo mabeki wanne. Mwamuzi Abdallah Mwinyi mkuu ambaye atachezesha mchezo kwa Fulahi Benge, kocha wa Kongo, ambaye leo ameanza na mabeki wanne kama ilivyo kawaida, pia akiwa na viungo watatu na washambuliaji watatu kuongeza kupata ushindi. Mzizima Dabi imeshanyanyuka kutoka uwanja Mkapa, Dar es Salaam. Assalamu alaikum, jambo na karibu sana katika NBC Premier League. Nafasi sasa ile pale, Eli Mpanzu yupo katika Mpanzu na konga chuma. Amepoteza Dese Maule, lakini second ball ya Steven Dese Mkwala, what a miss. Just wow, what a strike. Eli Mpanzu, Dese. Tajiuliza Himidi Mao Mkami yuko wapi? Kanuti yuko wapi? Na mruhusu Mpanzu asogee katika eneo la mwisho, shuti kali nje ya 18. Eli Mpanzu anasaka bao lake la kwanza kwenye ligi kuu msimu huu. Ndoto kuchungwa zaidi leo Himidi Mao Mkami na Kanuti. Ni Azam sasa inajaribu kuwekwa ndani kwa Jefte Tambala. A fantastic save, ni magical save. Tambala ni kama alikuwa ameimaliza kazi. Leonard ya sanaa ya kupiga cross ya Mwaikenda, fantastic cross, lakini fantastic header ya Kitambala, save ya tatu kwa Yakubu msimu huu akiwa na Simba. Sasa Mpanzu anaingia ndani kule, mwamuzi anasemaje? Ni free kick. Lakini pia na uwezo wa kutafuta nafasi. Tazama, alikuwa anachukua mahali taratibu, lakini wako wapi viungo Kabaji? Yoro Diaby alikuwa na kazi hii ya kufanya huko nje, malizana naye asiweze kuingia ndani ya box. Unaweza pia ukamsifia huyu beki wakati wa Azam, manake alifahamu kama Mpanzu akiingia ndani ya box anaweza kata madhara zaidi kwa upande wa Azam, ndio maana amekwenda kumalizana naye nje kabisa, lakini ni faida ambayo Simba alikuwa kuipata kupita kwa Eli Mpanzu. Mpanzu weka chini kule, Zuberi Foba naifuta ile, hakuna wasiwasi wote Leonard. Hakika utulivu mzuri sana ule kipa Zuberi Foba katika jaribio la mpira ikabu wa Eli Mpanzu. Ball possession 52 kwa Simba. Joshua Mtale amescrew ule mpira baada ya kuchanja mbuga na kuingia ndani, ni off target. Joshua Mtale Budo wanamruhusu kwa mara ya pili tena Mtale Budo atoke na mpira nje. Haya yamekuwa zaidi akifanya kazi katika eneo la kiungo ya ushambuliaji. Na madhambi kwa Faisal Salom Fei Toto. Yes, ni kadi ya njano kwa mchezaji huyo Msenegali Alassane Kante. Mabato yake wakati ambao Matola naye hajapendezwa na maamuzi. Lakini mechi ndivyo ilivyo, lazima kuwe na prukshani hapa na pale, fouls kuwa zipo. Ni alama tatu. Patrick Luemamu, mlezi wa wana, meneja wa Simba huyo, amekwenda kuoneshwa kadi pia yeye. Meneja wa Simba huyo ni hatari, weka mkwaju ndani, umekwenda nje, ni off target. Katikati fasi ambayo kana bado ni bato baina Karabusha Mona Jefte Kitambala bola. Eli Mpanzu, Steven Dese Mkwala, Foba anacheza ile Ugandan striker. Hakika alienda kuombea eneo uzuri zaidi akanyoosha, lakini on target yake ya kwanza Zuberi Foba amekaa endelea kwa imara zaidi, lakini unaweza kuona katika nyakati zingine eneo la zoni ya 14 ya Simba kwa pata nafasi ya kupiga. Ni bado katika nafasi ile Dese Mkwala baada ya kuondoka, Foba anakwenda kucheza mpira ule. Mpira ya miguu kama utaweza kuona mipira zitazama, shughuli ilikuwa kuanzia hapa, ilianza ratibu Landry piga pasi kwa Jinabu, lakini mpira ambao ulikuwa ni mwingi hivi, namna gani ilifanya makosa ambayo Landry pengine angeza kuwagharimu Azam FC katika eneo la ulinzi, makosa ambayo uyapaswa kuyafanya kama mlinzi wakati anakwenda kuyafanya Landry, lakini bado anabaki imara Azam FC. Dakika 45 kipindi cha kwanza zimekamilika.
kwenda tofauti kabisa. Kabumbu imeshaanza. Game on. Mzizima Derby live Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam. Inapigwa mkwaju kwa gongo, mtamba wa panya kutatatateki. Angekufa mtu hapa. Kemia mkuu. Look at that. Shakalaka. Wow. Shakalaka boom ba. Crossbar, mtamba wa panya. Afana Alek. Hakika mwamba wa juu ule akitengenewa na Daisy Mkola katika eneo lile ambalo alipiga mwamba wa pembeni kipindi cha kwanza. Ni corner kick. Inawekwa ndani. Kona. Shefte Bola. Kwa namna ambavyo Lusajo alipanda na nafasi yake, manake hii ni kama wanaipractice. Hiyo ilikuwa ni hatari. Kwa ni hatari kubwa kweli kweli. Kitambala Bola. Chukua mali. Anamwekea Captain Lusajo. Lusajo anaweka cross ndani kule, cheza vizuri kabisa. Yakub Imidimao Mkami Mwamza ansema jaribio ambalo limeanzia baada ya Elim Panzu kupoteza mpira ule, lakini pasi elekezi kwa Mwekenda, cross ambayo alikwenda kuipangua zaidi, kazi kubwa ambayo kama ingechelewa ingekuwa ni nafasi kwa Kitambala kuandika bao, lakini kwenda kuwa kwanza na kuipangua kwa ngumi. Fanya kazi kubwa sana katika mikono mitatu. Tazama hii. Idinado nje. Kuvusha mpira kwenye ukuta ambao ulipangwa. Mabao matatu katika Coast Azam msimu huu kwa jumla katika mashindano yote. Idinado, lakini mpira wake hajaweza kuliona lango la Simba. Sal ananyunyiza ndani kule, mpira umekwenda nje. Lusajo maana yake ni baraka. Jina la Kinyakyusa hilo, Lusajo. Mani ni kubwa mguuni mwake. Morris Abraham anaweka katika engo nyingine pale. Gomez. Scorpion kick. Tazama hiyo. Ilikuwa ni kona nzuri, lakini ilikuwa ni Kibu Dennis ambaye pengine angeenda kusukumizwa na mpira kwenye kama, ilikuwa ni faida zaidi, lakini alitamani pia kurejesha ule mpira ndani, unaweza kuona, lakini anajaribu kumalizia kwa staili ya kipekee Selemani Mwalimu Gomez, lakini hajafanikiwa. Hapa pengine angeusukumiza Kibu Dennis kwenye kamba, angekuwa ni faida zaidi, lakini alitamani kuona kama kuna nafasi ndani ambaye alimwona yuko huru Gomez. Shalewa. Ukisikia mtu jicho limemtoka, maana yake ndio hiyo. Panzu anacheza ndefu ile. Panzu amecheza foul. Imidimao Mkami anamuonesha kadi ya njano wakati wamechelewa Imidimao, lakini alikuwa na dhumuni zuri sana la kwenda kudhibiti mpira ambao alikuwa amekwenda kukokota. Elim Panzu akapunguza kwanza, punguzo wa pili kama mlinzi, kama kiungo wa kati. Hii ndio kazi yake nyingine ya kukata kuni, kwa fahamu kabisa kwamba kama ingepitwa pengine ingekuwa ni faida kwa Simba. Musa Kamara Pinpin, golikipa nambari 1 wa Simba, yuko jukwani akiuguza majeraha ya mguu wake katikati pale. Idi Selemani Idinado. Azam attacking. Inawekwa cross. Jefte anajaribu kuingia, lakini cheza maridadi mlinzi yule. Jefte hakika aliomba vizuri kabisa, lakini kazi ya ziada ya mlinzi wakati ambayo inamweka hapa kiwanjani. Karams Akaminko, kazi yake ni kutibua tu. Faisal anamtafuta Nasor Saadun. Azam attacking. Nasor Saadun weka Jefte. Bola Kitambala. Finally he scores. Kongole Malembe Sangulo mama Bola Kitambala atamuua kwa raha shabiki wa Azam Football Club. Just wow. Look at the way how Azam walivyofanya. James Akaminko alipiga sweet pass like ice cream ya Azam. Simba wanalambishwa ice cream. Nasr Saadun akapiga strawberry. Jefte, fantastic finish. Ameua. Yakub angefanya nini? What a goal. What a goal. Nasr Saadun anamfanya Jefte waimbisha bolingo Simba. Simba mekaangwa, Simba meuawa. Bonge moja la bao ambalo limeanzia kwa Faisal Salum, assist mujarab ya Nasr Saadun.
upande wa kulia kama Saaduni ataona. Saadun! Corner kick. Kwa asilimia 40 alikuwa sawa, lakini 60 kwamba nafasi alikopo nayo Idi Nado. Mwangalia wakati ambao Saadun anakuja na mali, lakini pia amekimbia kitambala, anakwenda na kitaelekezo kabisa ingia upande wa ndani ili apate nafasi Idi Nado ya kuwa huko huru, lakini akaona apige kitu ambacho pia kimekwenda kuinyima bao Azam katika jaribio la kushtukiza. Lakini what a chance, what a moment, movement kali kwa upande wa Azam FC, superb performance kwa upande player. Faisal anajaribu kuweka ndani kule, ni hatari, anaondosha Gomez, anaweka kona ndani kule, cheza Zuberi Foba, kona 7 Simba. Krosi ya Morris Abraham alikwenda kuidaka vyema sana Zuberi Foba, kama kipa ambaye anaaminiwa zaidi wakati huu. Alikwenda kuruka juu vizuri, lakini tasamia kwamba alipigwa katika kiuno chake na kupata maumivu makali kwa mujibu wa sura yake kudaka, lakini almanusura umponyoke, lakini Simba na clean sheet katika mechi hii. Ni mechi ya 11 katika mashindano yote kwa upande wa Azam FC na wana clean sheet 6. Abu Suleiman Imidi Mao Mkami, Jefte, Nasor Saadun, Azam attacking, Nasor Saadun anakata pale, Idi Nado Afanalek, mnyama Simba na kufa tena, kifo kibaya kabisa. Jean Frolai Benge anatabasamu, moja kati ya bao uzuri kabisa, wanapunga mikono kibabe kabisa. Yakubu Suleiman alicheza mpira mrefu ule, wakakataliwa. Legend Imidi Mao Mkami akamwekea Jefte, pasi kwa Nasor Saadun, kama naingia akapiga fi Nado, shakalaka, boom, bomba ile, mshale mkuki. Simba wanauawa, Simba wanagaragazwa, Simba wanatepeta, Simba wanavurugwa, Simba wanakaangwa na kung'utwa. 2-0. Hiyo sio II scoreboard. 2-0. 2-0. Azam Football Club. Kibu Dennis Prosper, Morris Abraham. Lakini shughuli huwa inaanzia katika eneo lao. Jaribio ambalo anakwenda kulipata Morris Abraham katika eneo huru zaidi, lakini wakati huu hakuweza kulifikia lango zaidi. Anokea Gomez, Kibu Dennis acheza Foba. Ni kipo namna gani ambaye anakuja kuchomoza zaidi, lazima umsifie jinsi amekuwa na timing kama goalkeeper ya kutoka. Attacking Faisal, dangerous attack. Nasor Saadun anaweka ndani kule, nakataliwa, lakini bado ana Faisal 53 za umiliki. Jefte anamwekea Nasor Saadun, dangerous attack. Nasor Saadun anaweka ndani kule, mpira katika Karabweshamu ameukata. Duna na attack from left, imekuwa ni hatari sana upande ule. Hakika inawezekana kwamba walikuwa wanamchukulia kawaida kwamba pengine ana kasi, lakini unaweza kuona makali ambayo yupo na Nasor Saadun. Anafahamu katika nyakati kama hizi lazima uongeze. Simba mweusi Jonathan Soa, Gomez, Selemani Mwalimu anaingia ndani kule, cheza Imidi Mao Mkami anafika katika matukio muhimu sana. What a legend. Yes. Ndicho ambacho iko uwanjani siku leo. Mechi imemalizika Mzizima Dabi palipo na 0 maana yake ni hakuna kitu. Simba hakuna kitu. Azam ya Frolai Benge 2 imeamuliwa na kocha Frolai Benge katika eneo la kiufundi zaidi. Ameusoma mchezo, amefahamu mechi inataka nini katika nyakati gani, kaingiza watu, toa matokeo, wanapata ushindi bao 2-0 wakiwa hapo ugenini. Zana na Nasor Saadun, kilio cha mtu mzima. Shabiki wa Simba machozi yanamtoka, jicho jekundu, akisema Simba utaniua, mtanizika nikiwa mzima. Sasa Simba Sports Club 0, hakuna kitu. Azam 2,